Bwana kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu. Nirudieni, mimi nasema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano ya Majivu na mwanzo wa kipindi cha Kwaresma. Na masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Yoeli, sura ya 2 aya 12 hadi ya 18. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 6 na ya 16 hadi ya 18. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amin, nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin, nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena mfungapo, msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amin, nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu, nawaalika basi tusikilize tafakari fupi kutokana na somo la Injili tulilolisikia. Kabla ya kuanza tafakari hii, ningependa tukumbushane wimbo huu ambao nadhani wengi tunaufahamu. Mwanadamu, kumbuka kuwa umavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Mwanadamu, kumbuka kuwa umavumbi wewe, na mavumbini utarudi, na mavumbini utarudi. Ndugu zangu, leo tunaanza kipindi cha Kwaresma rasmi na kanisa linafungua kipindi hiki kwa Jumatano ya Majivu. Katika siku ya leo hasa tunakumbushwa nini tunachokupasa kufanya katika kipindi hiki cha Kwaresma. Nao katika somo la Injili tumesikia jumla ya mambo matatu. La kwanza basi ni kuwasaidia wahitaji, kwa Kiingereza wanaita almsgiving. Na cha pili ni sala. Na cha tatu ni kufunga. Basi katika mambo yote haya matatu, tulichosisitizwa katika vyote katika somo la Injili tulilosikia ni kutokuwa wanafiki tunapofanya mambo haya. Pale tunapofanya msaada kwa wale wanaohitaji, basi tusifanye ili kujitangaza wenyewe kwa watu kwamba tunatoa msaada huo. Pia tunaposali, tusifanye ili watu wote watazame na kujua kwamba tunasali. Na tunapoingia katika mfungo, basi tusikae katika hali ya kuhuzunisha au kutangaza kwa watu kwamba sasa na sisi tumeingia katika mfungo. Tumesisitizwa vyema kwamba tusiwe wanafiki kutokana na hilo somo ambalo tumelisikia.
Tunapofanya haya, basi tunatafuta kujisifia sisi wenyewe na tunatafuta sifa kutoka kwa watu ili waseme, oneni, yule ni Mkatoliki, anampenda Mungu na yuko kwenye mfungo. Na katika kufunga vyema, tunapofunga vyema inavyopaswa kwa kutokuwa na kujionyesha kwa watu, basi hapo ndipo tutapata thawabu yetu mbinguni. Na katika somo Yesu Kristo anatuambia tukitafuta sifa za watu katika matendo haya, basi tayari tumeipata thawabu yetu na hatuwezi kuipata thawabu hiyo mbinguni. Katika kuanza kipindi hichi cha Kwaresma, sisi waamini wa Kristo tunafanya mfungo huu kama maandalizi ya Pasaka, yaani sherehe za ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaposherekea ukombozi wetu sisi wote wanadamu. Basi ni vizuri kwa kifupi tukapitia historia ya sikukuu ya hii siku ya Jumatano ya Majivu na kipindi hiki cha Kwaresma, kwa nini tunafunga. Basi tangu mwanzoni mwa karne ya pili Wakristo walifunga. Kwa kipindi hicho walifunga kwa siku chache tu, walau siku 2, ambacho ilikuwa ni kipindi cha kufunga pamoja na toba kwa ajili ya maandalizi ya Pasaka. Baadaye mfungo siku zilivyoenda ukaongezeka na wakawa basi Wakristo wa kipindi hicho wanafunga kwa wiki moja kabla ya kipindi cha Pasaka. Basi ilipofika hadi karne ya 4 tayari mfungo wa siku 40 ulikuwa umeshaanza, na ulifanywa siku 40 kwa kufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyefunga siku 40 jangwani. Na pia namba 40 ni muhimu katika historia ya Wayahudi. Kwa hivyo siku 40 ilikuwa inamwiga Yesu alivyofunga siku 40 jangwani, lakini pia inatukumbusha mambo mengi katika ukombozi wa Wayahudi na hivyo ukombozi wetu sisi wa Kristo kiujumla. Jumatano ya Majivu ilipoanza ilikuwa inafanywa kama mwanzo wa kipindi cha Kwaresma na ilitengwa kama siku ya toba ya wazi. Na kwa karne za hapo mwanzo, basi wale waliotenda makosa makubwa na yaliyofahamika katika jamii kama mauaji, uzinzi na kadhalika, wao pekee ndio walipaswa kuvaa mavazi ya duni kuashiria toba, na pia walimwagiwa majivu na walizunguka mjini kote kama namna ya kuonesha kuomba toba kwa jamii nzima. Ilipofika karne ya 11, zoezi la toba la wazi likafa. Badala yake ikawa kupakwa majivu sasa ni kwa waamini wote, na hii ilipitishwa na The Council of Benevento mwaka 1191. Basi kuanzia kipindi hicho katika karne ya 12 ikawa yale matawi yaliyobarikiwa katika mwaka ulioisha katika Dominika ya Matawi ndiyo yaliyochomwa na waamini walipakwa majivu yake. Taratibu hiyo au tamaduni hiyo ambayo inaendelea mpaka wakati huu. Matawi ambayo yalibarikiwa mwaka jana katika Dominika ya Matawi, basi hayo ndiyo huchomwa na kuandaliwa kwa ajili ya sisi kupakwa majivu. Na Yesu kukaa jangwani ambapo sisi tunaenda kujiunga naye, kwake yeye alikaa jangwani siku 40. Sisi kwetu jangwani tunaweza kuwaza zile changamoto, majanga au taabu mbalimbali ambazo tunazipata katika maisha yetu. Na katika kipindi hiki basi tunaitafuta neema kwa kukaa na Yesu, kuendelea kuyavumilia hayo yote pamoja na Yesu ambaye naye alivumilia siku 40 jangwani. Mambo matatu nakumbusha tena ni muhimu katika kipindi hiki cha Kwaresma: ni sala, kufunga pamoja na matendo ya huruma kwa wahitaji. Katika kipindi hiki tunaalikwa kutenga muda kusikiliza neno la Mungu. Na pia tunaalikwa kufunga. Kufunga inamaanisha kujinyima mambo mbalimbali ambayo tumeyakumbata na yasiyoweza kukamilisha furaha kamili ndani ya mioyo yetu. Basi mambo yote ambayo sisi tunaona yanatupa furaha na sisi tunayachukulia kama vitu vya msingi kwetu, lakini hayatupi ile furaha ya kweli ndani ya Mungu wetu, basi mambo hayo tunaalikwa kujinyima katika kipindi hiki. Pia tunaalikwa kusali. Katika sala basi tunaifungua mioyo yetu kuwa wazi kupokea ukweli pamoja na neema. Tunapofunga inatusaidia sisi wenyewe kuchagua yaliyo ya msingi zaidi kwenye maisha, ambayo si mali, si chakula, wala si starehe na kadhalika. Bali ni Mungu pamoja na jirani, na tunaukuza upendo wetu kwa Mungu na upendo wetu kwa jirani. Ndiyo maana pale tunapofunga
kama ni chakula na mambo mengine, basi kile tunachofunga tunapaswa tumsaidie mwingine mwenye uhitaji. Matendo ya huruma hivyo ni matokeo na udhihirisho wa hayo mawili yaliyotangulia, ambayo ni sala pamoja na kufunga. Kama kweli unasali katika kipindi hiki bila ya kujionyesha na unafunga kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, basi kile unachokifunga unakitoa kama matendo ya huruma kwa wengine wenye uhitaji. Na hili ni zoezi zuri ambalo linaweza kuimarisha maisha yetu pamoja na imani yetu. Kwa kuwa Jumatano ya Majivu tunapakwa majivu. Majivu yanatukumbusha nini? Majivu moja, yanatukumbusha kwamba tutakufa. Mtakatifu Gaspari huwa anasema, tazama jinsi kifo alivyomshauri mkuu. Katika kipindi cha maisha yetu kuna watu wanaishi utadhani hakuna kifo wala hukumu. Wanaishi bila kujali wengine, wanaishi wakipiga starehe, na hivyo kupakwa majivu yanatukumbusha kifo na kutunyenyekeza nafsi zetu, kutukumbusha kwamba tunamhitaji Mungu. Ndio maana tunapopakwa majivu tunaambiwa, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kingine, majivu yanatukumbusha toba. Ndio maana tunapopakwa majivu pia tunaambiwa tubuni na kuamini Injili. Ni kipindi ambacho unakumbushwa kumrudia Mungu mwenye huruma, kutubu kweli, naye atakusamehe. Cha tatu, majivu ni ishara ya nje ya safari ambayo tunaianza kwa pamoja, sisi kama familia moja ya Kikristo, kama mahujaji pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo kwa siku 40. Ni safari yenye kuimarisha imani yetu na kuonyesha ushirika wetu na wale wenye uhitaji. Basi tumeshaona mambo ambayo ni ya muhimu sana kanisa linatukumbusha kufanya katika kipindi hiki cha Kwaresma. Lakini kuna mambo ya pekee ambayo unaweza kuyafanya katika siku hii ya Jumatano ya Majivu. Moja, kanisa linasisitiza kuhudhuria misa takatifu katika Jumatano ya Majivu ili upakwe majivu. Sio tu kusikiliza tafakari nyumbani au kazini na kusali tu. Uende kushiriki pamoja na jumuiya kubwa ya waamini wa Kristo duniani kote ili upokee ishara hiyo ya wazi kudhihirisha imani yako, lakini pia inaonesha utii na unyenyekevu. Kwa hiyo cha kwanza, ndugu yangu, hudhuria misa takatifu na uweze kupokea majivu katika paji la uso wako. La pili ni kufunga. Leo tunaalikwa kufunga kutokula nyama na kufunga chakula. Hii inaelekezwa vizuri katika Canon Law namba 1251. Kufunga nyama ni lazima, lakini kwa wenye umri kuanzia miaka 14. Na kufunga chakula kiujumla ni kwa wale wenye umri wa kuanzia miaka 18 mpaka 59. Hii inapatikana kwenye Canon Law namba 1252 ambazo ni sheria za kanisa. Basi pia sheria za kanisa hizo zinaelekeza kwamba wachungaji pamoja na wazazi, kama wazazi mnatusikiliza, wahakikishe kwamba wale wasio na umri tajwa, ambao labda ni watoto, hasa watoto, tuhakikishe wanafundishwa maana halisi ya toba. Basi na mapema waweze kuelezewa kile ambacho wakubwa zetu na wazazi wao wanafanya katika kufunga, na ikiwezekana basi kuanza mazoezi katika wao pia kuelewa maana halisi ya toba na kufunga nyama au kufunga chakula katika Jumatano ya Majivu. Basi kwa kukumbusha zaidi, siku ya leo, ndugu yangu muumini mwenzangu, hudhuria misa takatifu na upakwe majivu, lakini pia ufunge nyama pamoja na kufunga chakula kama upo katika umri huu ambao tumetaja. Basi katika kipindi hiki na tunapoanza, tuendelee kumwomba Roho Mtakatifu atusaidie kukiishi kipindi hiki vema. Ni kipindi kirefu na chenye manufaa makubwa, basi tuweze kukiishi vema ili tuweze kuvuna matunda mema yanayotokana na kipindi hiki. Ninakushukuru sana kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Lucas Ferran Kweka wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee
kusanyeni watoto, nirudieni mimi asema